Mwana wa mfalme anaitwa Muley Hassani, achana na Prince Dube. Mwana wa mfalme huyu sasa ndo mwana wa mfalme mwenyewe ambaye wanaitwa Colony Prince wa mfalme Mohammed wa 6 katika nchi ya Morocco. Kumbuka kwamba hawa au hili ni taifa ambalo linaongozwa kwa misingi ya kifalme kwa sababu ni falme za Kiarabu. That's why katika video ambazo nimekuwa nikikupostia nimekuwa nikikwambia kwamba falme za Kiarabu na Yanga pamekuwa na kama vile urafiki fulani ambao wameshautengeneza, na hii ni kwa sababu mwekezaji mkuu wa Yanga ni Mwarabu, bwana Gharibu GSM, lakini pia hata Engineer Al Saidi ana uhusiano mkubwa sana na wale watu. So bwana Muley Hassan ambaye ni mwana wa mfalme amewasurprise watu wengi sana. Of course nipende kusema kwamba inawezekana hii story imevuka mipaka mpaka nje ya dunia, kwa sababu niseme tu huu mwaka inawezekana ndio mwaka bora sana kuwahi kutokea kwa Watanzania. Yaani kuna kipindi mnaweza mkaishi, lakini kuna kipindi ambacho Mungu anaweza akawaona pia. Kwa hiyo Tanzania msimu huu katika ulimwengu wa michezo na burudani, Tanzania imeenda mbali zaidi. Watu wanajiuliza kwamba Tanzania mbona wanasifiwa sana? Wamefanya nini? Mbona walipoteza mchezo dhidi ya Nigeria? Yaani kuna watu wanaumia na wanauliza hilo swali kwamba walipoteza mchezo dhidi ya Nigeria, lakini mbona wanaumia sana? Lakini ukifanya tathmini za michezo ambayo imechezwa ya AFCON mpaka hivi sasa, michezo 12 mpaka hivi sasa, hakuna mchezo ambao ulikuwa ni mzuri na ulikuwa kuvutia zaidi kama mchezo wa Nigeria na Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vilifanya mchezo ule uvutie ni matarajio ya watu juu ya mchezo ule. Wapo waliotarajia kwamba Taifa Stars anaenda kufa goli 7 na kuna hat-trick za wachezaji fulani, na kuna watu waliamini kwamba Taifa Stars atahangaika sana, hatopata chochote, na kuna watu waliamini kwamba Taifa Stars anaenda kupata goli, anaenda kumpasua Nigeria. Wapo moja kati ya watu ambao walikuwa na ushahidi au walikuwa na imani ya Taifa Stars kumfunga Nigeria ni Nigeria mwenzao ambao ni star mkubwa wa muziki ambaye ni Davido. Huyu jamaa bwana alikuwa na imani kubwa sana kuliko hata wenye nchi. Yaani Taifa Stars, taifa lao wenyewe wa Tanzania, sisi wa Tanzania sasa sisi, yani wote hadi sisi wachambuzi, hatukuwa na imani kuhusiana na Taifa Stars kuweza kutunisha mbavu mbele ya Nigeria Super Eagle ambao wana kiwango bora sana. Ukiangalia loko ya wachezaji wao, una Alex Iwobi, mchezaji mkubwa sana. Kuna Samuel Chikwueze, yupo Victor Osimhen, Ademola Lookman, lakini yupo Simon. Wapo wachezaji walikuwa wengi kweli ambao list yao ni kubwa sana. Mmoja tu ambaye tunahisi labda ndo tunamuweza, labda kwa sababu anacheza katika klabu yetu ya Singida Black Stars, basi Auba Sogi, nadhani huyo ndio ambaye tunaamini kwamba tunamudu, naye anacheza nafasi ya kipa, haanzi. Kwa hiyo mchezo ule ulikuwa kuvutia sana, umewafanya watu wengi sana kuvutiwa na Tanzania. Mpaka hivi sasa Tanzania ndio nchi pekee ambayo inafuatiliwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii mpaka hivi sasa. Kwanza ilikiamsha tarehe 29 ilifanya dunia ikaijua, lakini tumejaribu kuibrand nchi kwenye ulimwengu wa michezo mpaka hivi sasa ni Taifa Stars ndio ambayo inazungumziwa. Sasa story kubwa ni kuhusiana na Muley Hassan ambaye ni mwana wa mfalme mtoto wa mfalme wa Morocco ambaye anaitwa Mohammed wa 6. Amevutiwa sana na kiwango bora ambacho kimeonyeshwa Taifa Stars na kuomba kama ikiwezekana katika mechi kubwa, mechi nzito ambayo inatarajiwa kucheza hivi karibuni, ambapo ni kesho kutwa kati ya Taifa Stars na Uganda, basi anaomba kukutana na wachezaji wawili ambao hawa ndio walimvutia zaidi na ndio vichwa, yani tuseme majina yao yameshika kwa kasi vichwa vya habari vya mitandao mbalimbali kule Faze Morocco, kule Casablanca, kule Rabat, kule Marrakesh. Yes, yani ndio vichwa vya habari vimeshika tu Ibrahim Abdullah Baka na Bakali Nondo Mwamnyeto. Mbali na hapo sasa, ikumbukwe kwamba kuna ofa tayari zimetengenezwa kutokana na vyanzo mbalimbali vya michezo. Vinasema kwamba kuna uwezekano mkubwa Ibrahim Abdullah Baka kama ataendelea vizuri akawa miongoni mwa mabeki ambao wameonyesha burudani kubwa katika michuano ya AFCON mpaka hivi sasa, kwa sababu kucheza na kukubalika ni jambo ambalo ni kawaida, lakini kufanya mpango kazi wa kuzuia taratibu za timu kubwa kama Nigeria ni kitu ambacho ni kigumu sana. So ile partnership ya
Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibrahim Abdullah Baka iliwafanya hawa watu wawe watu wa maana kweli kweli. Walifanya kazi kubwa sana mpaka Moulay Hassan ambaye ni mwana wa mfalme. Yule kijana hafuatiliaji mpira, mara nyingi sana yuko na masuala ya kitaifa kwa sababu si unajua yule tunaoita Colony Prince ambaye ndio mrithi baada ya father, yeye ni Colony Prince. Ukisikia Colony Prince ni mrithi wa mfalme. Kwa hiyo Moulay Hassan ndio mrithi wa Mohamed wa sita, ambaye hata kama ikitokea Moulay Hassan ikitokea Mohamed wa sita amefariki, na maana Moulay Hassan ndiye ambaye atakuwa mfalme wa Morocco. Kwa hiyo atakuwa ni mfalme sio wa mpito, permanent, kwa sababu katiba ya falme za Kiarabu au ya nchi zinazotawaliwa kifalme zinazungumza kwamba akiondoka father, I mean kwamba mzazi, basi mtoto wa kiume ndio atakayerithi kiti. Kwa sababu gani wa kiume? Kwa sababu wa kiume akioa haondoki kwenye mji, anaongeza familia, lakini wa kike hawezi akatawala kwa sababu tayari yeye ataolewa. Akiolewa ataondoka, ataacha mji, nchi itabaki na nani? Kwa hiyo ni kitu ambacho hakitakuwa hivyo. Kwa hiyo Moulay Hassan anasema kwamba Taifa Stars ni moja kati ya mataifa ambayo ni mazuri zaidi, yamejitanabaisha kwa ubora wao, weledi na ukalimu katika michuano hiyo. Ukiangalia namna ambavyo Taifa Stars waliwasili katika nchi ya Morocco, walikuja tofauti na watu wengine walivyokuja. Kuna watu walikuja yani kama ni watu mashuhuri. Kuna watu walikuja wamebeba brand na logo zao kwamba wao ndio wao, kwamba wao katika hivi vitu ni story, yani ndo kazi kwao. Mfano ukiangalia Nigeria walikuja wakiwa wamependeza, wamevalia mavazi yao yale. Ukiangalia Senegali, ukiangalia pia Congo DRC walivunja kabati kwa wamevalia nguo zao fulani hivi kama vile zinaitwaga nusu kanzu zile na makofia, wakiwa wameshika mikoma ile, wakaingia paka bandari ya Faze paka kule Rabat, wanatua paka moja kwa moja kambini. So Taifa Stars ni timu ambayo ilikuja kinyonge. Inawezekana sio kwamba walikosa fedha au hawana fedha au namna gani, lakini tu unajua kuna ile kwamba sio kwamba muda wote utakuwa maridadi, kuna muda wote utafocus na kazi. Yes, tunajua si ni underdog, yani Taifa Stars kiufupi kwenye michuano ile nadhani ni underdog, lakini ni timu pekee ambaye hajaruhusu mabao mengi. Hajaruhusu mabao mengi. Kuna timu zimekula goli 3 chap Sudani. Sudani bwana, katika mechi dhidi ya Algeria ndio timu pekee ambaye ya kwanza toka kwanza kwa michuano hii yenyewe ndio imeruhusu mabao mengi kwa kipindi cha muda mchache. Goli la kwanza limepatikana dakika ya pili. Basi bwana, kwa hiyo ni moja kati ya nchi ambao ilikuwa inatazamiwa kwamba inaweza ikatia aibu kiufupi, lakini surprise yake imekuwa kubwa tofauti na matarajio ya watu wengi kweli kweli. Sudani ndio imeingia kwenye rekodi ya kupoteza haraka na consider magoli mengi kuliko timu yoyote, ingawa kuna timu ambazo zimeruhusu, lakini Sudani kwa nini inakuwa ya kwanza? Kwa sababu kwanza dakika ya pili tu tayari Riyad Mahrez ashaingia kambani na kufanya yake. Kwa hiyo bwana, Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibrahim Abdullah Baka, Young Africans kazeni buti, kuna uwezekano wa kuwakosa au kuwapata au muongeze mshahara. Haya ni maoni yangu hapa mwishoni, wewe dondosha komenti zako. Je, wewe unadhani Moulay Hassan mwana mfalme amewaita ili aone nini?